Waumini wa Kikatoliki Chuo Kikuu cha Iringa washiriki ibada ya Jumatano ya Majivu. Marekani yasema haitovumilia vitendo vya Iran kutangaza mazoezi ya kijeshi kwenye eneo la ujia wa bahari wa Hormuz. Na katika michezo na burudani, Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Mkwawa chaibuka mbabe wa mashindano ya vyuo vikuu mkoani Iringa. Habari mtazamaji wa UoI Digital popote pale unapotufuatilia, hujambo na karibu katika taarifa hii ya habari, na jina langu ni Grace Matiko. Waumini wa Kikatoliki Chuo Kikuu cha Iringa wameshiriki ibada ya Jumatano ya Majivu iliyoongozwa na Padre Louis Ndumbalo wa Kigango cha Mtakatifu Jerome, ambaye pia amewasihi waumini kutenda mema bila kuchoka na kutafakari juu ya ubinadamu na uhitaji tulionao kwa Mwenyezi Mungu. Naye Savinus Mtangara ana undani wa taarifa hii. Hayo yamesemwa katika ibada ya Jumatano ya Majivu iliyofanyika Keforo ndani ya viunga vya Chuo Kikuu cha Iringa, ambapo padre huyo amewasisitiza waumini wote kutenda mema kwa malengo sahihi ya kupeleka faraja kwa wengine ili kuepuka wanafiki, na kutoa ushauri kwa waumini wote kutafakari juu ya uhitaji walionao kwa Mungu kwenye kila jambo ndani ya maisha yao ya kila siku. Kujibidisha kwa dhati kabisa kutenda mema ili tuweze kuepuka ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Tena tuyatende katika mazingira ya kufaa ili kuepuka unafiki. Kila tunapotenda mema tunapokea tabia ya kimungu. Kwa upande wake, sista wa shirika la Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu Jimbo Katoliki la Iringa amesema kipindi hiki ndio cha kuthibitisha Ukristo sahihi, huku akiwahimiza kusali sana, kufanya toba na kufunga, kwani majivu ni ishara kuwa sisi ni udongo na udongoni tutarudi. Ni kipindi cha Kwaresma ambapo kinatuhimiza zaidi kusali sana, kufanya toba na kufunga. Majivu ni ishara kwamba sisi ni udongo, ni mavumbi, tutarudi mavumbini tena. Naye mwenyekiti wa Kigango cha Mtakatifu Jerome amesema Kwaresma ni kipindi cha kufanya toba, matendo ya huruma kwa wahitaji na kuishi kwa kutafuta utakatifu kwa kuacha dhambi na yote yanayomchukiza Mungu. Kwa mafundisho leo tumefundishwa mambo mengi, tunakumbushwa masuala ya msamaha, kufanya toba, kufanya matendo ya huruma kwa maana kuwatembelea wahitaji. Nao waumini walioshiriki ibada hiyo wametoa maoni yao juu ya kile walichojifunza kwenye ibada hiyo. Ifanya hii Jumatano Majivu, ishara kuweka majivu katika paji la uso, ni kwa ajili ya kutubu zile dhambi zetu, kungama zile dhambi zetu, kuonesha kwamba tumeingia kwenye kipindi cha kufikiria na kutazama yale mateso ya Yesu Kristo na kutenda yale mema, kufunga yale mabaya. Tukiwa katika Kigango cha Mtakatifu Jerome Chuo Kikuu cha Iringa, ambapo tumeshiriki ibada ya Jumatano ya Majivu, tukasisitizwa kwamba katika kipindi hiki cha Kwaresma tunatakiwa kuzingatia maelekezo ya Mwenyezi Mungu, lakini pia kufunga na kuzingatia ibada. Nikiripoti kutoka katika Chuo Kikuu cha Iringa, ni mimi Savinus Mtahangarwa wa UoI Digital. Shukrani sana Savinus kwa taarifa hii. Taarifa yake Savinus inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa wa habari za kimataifa zitakazoleta kwako na Simon Masolwa. Marekani imetoa onyo kali kwa kikosi cha walinzi wa mapinduzi cha Kiislamu cha Irani kwamba haitavumilia vitendo visivyo salama katika eneo la bahari wa Hormuz baada ya Irani kutangaza mazoezi ya kijeshi ya majini. Jeshi la Marekani limesema kuwa halitavumilia mienendo isiyo salama kama vile ndege huruka juu ya meli za kivita za Marekani au boti ndogo za kasi za Irani kukaribia meli za Marekani katika mazoezi hayo yaliyopangwa. Marekani ina kikosi chenye mafunzo ya hali ya juu na uwezo mkubwa zaidi duniani na itaendelea kufanya kazi kwa viwango vya juu zaidi vya taaluma na kufuata kanuni za kimataifa.
Iran ilikamata meli nyingine ilipokuwa ikipita katika ujia wa bahari wa Hormuz kwa kile alichosema ni ukiukwaji, ikiwemo kubeba shehena haramu kupitia bahari hiyo. Asante sana Simon Masolwa kwa habari hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tuungane naye Rahma Suleiman kwa habari za biashara na uchumi. Mwenyekiti wa machinga wilaya ya Iringa mjini ameishukuru serikali kwa kutoa msaada wa mikopo kwa wafanyabiashara wadogo na ameeleza changamoto wanazozipata wale waliokosa mikopo kwa ajili ya kujengea vibanda vya biashara. Akizungumza na UoI Digital, mwenyekiti wa machinga amesema changamoto kubwa ni wengi wao kukosa mtaji wa kutosha kuendeshea biashara zao na kukosa sehemu sahihi za kufanyia biashara, jambo linalosababisha kuharibika kwa bidhaa zao hasa kipindi hiki cha mvua, kwani wengi wao kuweka bidhaa barabarani na kwenye maeneo yasiyo rasmi. Tuna fursa za mikopo ambazo Mama Samia amezitoa kwa ajili ya wajasiriamali. Awamu ya kwanza wajasiriamali wameshakopeshwa fedha, na awamu ya pili tunaenda kuanza siku si nyingi kwa wamachinga ambao walikosa hiyo mikopo kwa ajili ya kuanza kukopeshwa. Changamoto nyingi ambazo wanazo wajasiriamali, bado mitaji yao kuwa duni licha ya Mama Samia kutusaidia kutukopesha, lakini fedha tunazokopeshwa zinakuwa kama hazikidhi mahitaji ya wamachinga wenyewe. Lakini jambo la pili ni miundombinu ya soko yenyewe. Kama mnavyoona, barabara bado hazijakaa vizuri, kwa hiyo changamoto tunazokutana nazo ni magari yanavyo move, na mvua zikishanyesha basi matope yanadukia kwenye biashara za watu. Na wafanyabiashara wameeleza changamoto wanazozipitia kutokana na kutokuwa na eneo maalum la biashara au vibanda, hali inayopelekea kuweka bidhaa popote, hasa pembezoni mwa barabara, kushuka kwa bei ya bidhaa kutokana na kuharibiwa na mvua. Alafu changamoto nyingine, mvua hapa ikiwa inanyesha, sasa mimi nalazimika kufunga biashara, nifunike, niache kuuza. Wateja wenyewe wanakuwa wanaondoka, wanaenda kukaa huko labda kujificha kwenye mvua, kwa wateja inakuwa hamna kuona kufunika biashara. Ni kweli serikali ya manispaa imejaribu kujenga maeneo ya Mlandege kule ya kufanya biashara hizo kidogo, lakini kulingana na jiografia ya mji wa Iringa, uwezo ni kwanza ni mdogo sana. Watu ni wachache kwa na mikoa mingine kama ya Dar es Salaam au Dodoma. Alafu pia maeneo haya ambayo tuko sisi au maeneo ambayo serikali imetenga kule Mlandege kwa ajili ya biashara ni maeneo ambayo huduma nyingi hazipatikani kule. Ndio kama hivi mnavyoona hivi, tunaweka vitu tu sehemu ambayo tutaweka sasa hivi jioni tunatoa, lakini changamoto kwamba ikija mvua kama hivi unakuta hii hapa, hii ni dawa ya nini hapa hivi ilivyokuwa hapa hivi iko kwenye boksi, maana yake hapa haijaroa na iuza shilingi 2000, lakini ikishakuja hapa huku mvua inapelekea hali kama hii, boksi linaloa, likishaloa kwa hiyo dawa inabaki iko kama hivi. Kwa hiyo hapa hii nilikuwa naiuza shilingi 1000, lakini kwa sasa hivi hapa akifika hapa mteja nikimwambia 1000 na kwanza anahisi imesha kispai, japo na nyingine maana yake haina hifadhi nzuri kama ilivyokuwa hii hapa. Wafanya biashara wadogo hivyo basi swala kurekebisha mazingira yao ya kazi kama maeneo ya barabara ya Mashikitano. Shukrani sana Rahma kwa habari hiyo. Na sasa ni wasaa wa habari za michezo na burudani. Tuungane naye Julius Masangula kwa undani wa taarifa hii. Bonanza la mashindano ya vyuo lililoandaliwa na mkuu wa mkoa wa Iringa limetamatika leo tarehe 17 ya mwezi wa pili katika viwanja vya Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu cha Mkwawa, huku likihusisha vyuo vitatu ambavyo ni Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Mkwawa, Chuo Kikuu cha Katoliki cha Ruaha Ruku, pamoja na Chuo cha Maendeleo ya Jamii DCTI, ambapo Chuo Kikuu Kishiriki cha Mkwawa kimefanikiwa kutoa ubingwa kwa ushindi mnono wa mabao 5-2 dhidi ya timu ya Chuo cha Maendeleo ya Jamii katika mchezo ambao limepigwa majira ya saa 11 kamili
za jioni. Baada ya mchezo huo wa fainali kutamatika, kocha pamoja na nahodha wa timu ya chuo kikuu kishiriki cha elimu cha Mkwawa wameeleza siri ya ushindi waliopata mbele ya chuo cha maendeleo ya jamii Iringa. Timu yetu ya Mkwawa itaendelea kufanya vizuri. Sema tu safari kwa kuwa mashindano yamekuwa ya ghafla sana, tulipata nafasi ya kujiandaa, lakini kwa sababu tunajua tumetangazwa semester ijayo, kwa hiyo tunahakikisha tunafanya maandalizi ya kutosha ili watu wapate burudani nzuri zaidi. Mbinu za mwalimu alituelekeza vitu ambavyo tunaweza tukavipractice ndani ya uwanja na tumeweza kuvitumia vizuri, tukaweza tukamshinda mshindani. Naye kocha pamoja na nahodha wa chuo cha maendeleo ya jamii DCGI wameshukuru kwa kuweza kujumuisha kwenye mashindano haya makubwa, na pia wameeleza furaha yao kwa kufika hatua ya fainali ya mashindano hayo kwa mara ya kwanza. Mpira ni mchezo wa makosa, na asiyekubali kushindwa si mshindani. Sisi tumekubali tumeshindwa, tutajipanga upya. Kama mashindano yajayo yatakayokuja, naamini tutafanya vyema. Hii ni nafasi kubwa sana kwetu kuheshimiwa tu, kualikwa, sababu Iringa kuna vyuo vingi sana mkoa wa Iringa, lakini katika most big three vyuo sisi tumealikwa, japokuwa ni chuo cha kati, sio chuo kikuu. Ni jambo la kushukuru sana. Kingine hata pia kufika finali ni jambo kubwa sana kwetu, kwa sababu hatujawahi kushiriki tournament kama hizi kubwa. Mimi ni Julius Masangula wa UoI Digital. Asante sana Julius kwa kutupitisha viwanjani. Mtazamaji, kabla ya kufikia tamati, tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Farijika Sanga. Uhali gani mpenzi mtazamaji wa UoI Digital? Karibu katika kipengele chetu pendwa cha msamiati wa leo kinachokujia kila siku za wiki kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Na leo tumekuandalia msamiati wa neno salata. Je, unaelewa nini ukisikia msamiati huu? Twende tukatizame wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wao wanaelewa nini wakisikia neno salata. Hebu ukisikia neno salata, wao unaelewa nini? Salata. Kwa ninavyoelewa neno salata, yani ni mtu ambaye anachukua maneno upande mmoja anapeleka upande wa kwa lengo la kuchonganisha watu hao, yani kuwachukia, labda kuwafanya wawe na chuki labda. Sentensi kutokana na msamiati wa neno salata. Mfano wa sentensi naweza kusema labda Bwana Saidi Shabani Msumi amegombana na mke wake kutokana na maneno ya salata mmoja ambaye anaitwa Joseph Javike. Uchanganishi wa maneno, maana kutoa maneno kwa huyu kupeleka kwa mtu mwingine tunaita salata. Unaweza kutungia sentensi kupitia neno hilo? Ndio, naweza kutunga sentensi. Sentensi ambayo naweza nikatunga, Asha ana tabia ya usalata. Kwa maana kwamba Asha ana tabia ya uchanganishi wa maneno, kutoa maneno kwa mtu fulani kupeleka kwa mtu fulani bila kuwa na taarifa sahihi. Usalata si mzuri katika jamii yetu kwa sababu ni kutoa maneno upande mmoja kupeleka upande wa pili kwa lengo la kugombanisha watu kuhusu jambo fulani. Langu jina ni Farijika Sanga, UoI Digital, tuhabarike kidigitali. Asante sana Farijika kwa kutufundisha lugha ya Kiswahili kwa msamiati murua kabisa, na hiyo ndio maana ya halisi ya msamiati salata. Nami na kuacha na usemi usemao, kamwe maishani usiwe salata, kwani utakosa maarifa kwa watu wa thamani. Mtazamaji, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kuwa nasi kutoka mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa, na jina langu ni Grace Matiku. Asante na kwaheri.